Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Fanya kazi nzuri ya kuwahudumia wageni wetu watakapokuja. Waza umeenda saluni, unamwelekeza kinyozi akunyoe, alafu yeye ameelewa tofauti. Akiondoka pale na kipara, wakati alikuwa maanisha umpunguze nywele. Akiondoka pale makeup pembeni, hata kusema wewe ataisema Tanzania. Waliosafiri wote wanajua, ukienda saluni lugha zikatofautiana, usishangae ukatoka una sura tofauti, kwa sababu unakuta mhudumu amekuelewa hivi na wewe unamaanisha vingine. Kwa hiyo naomba sana watu wa saluni, ni muhimu pia tukawa na uelewa wa lugha mbalimbali, ikiwa ni mkakati wa lugha za kibiashara zitusaidie kuwahudumia watu wa mataifa yote, hasa mwaka 2027 ambapo tutakuwa ni wenyeji wa mashindano ya AFCON na tutakuwa wenyeji wa mashindano ya Miss World hapa nchini Tanzania. Jambo langu la tano, ni muhimu zaidi kujielimisha. Elimu haina mwisho. Kazi ndio nayo ni ya ubunifu kabisa, lakini ubunifu huo unaongezeka thamani pale ambapo unakuwa pia una elimu. Viko vyuo vinavyofundisha shughuli mbalimbali za saluni. Naombeni kwa unyenyekevu mkubwa, msichoke kujifunza, na mkijifunza vizuri mnaongeza thamani yenu. Ukiongeza thamani, huduma zinaongezeka na gharama au malipo yako yanaongezeka. Nyinyi wenyewe ni mashahidi hapa. Wako mnaofanya kazi kwenye saluni, hata siku ya mapumziko hauendi kukaa nyumbani, kwa sababu una wateja wanakuita ukawahudumie nyumbani kwao. Kwa namna ambavyo wewe mwenyewe umeitumia taaluma yako na ubunifu wako, inafika wakati mtu anakuita uende nyumbani kwake, na kukuta uende nyumbani kwake atakulipa pesa nyingi kuliko hata angekuja wapi? Saluni. Kwa naomba sana hilo mlizingatie, ya kwamba umuhimu wa kuendeleza taaluma hii na kuifanya kuwa more professional. Ingie na nyinyi kwenye utaratibu wa kupata huo mkopo ili mnunue hivyo vifaa, na hivyo vifaa vitaongeza tija katika kazi zenu, na nyinyi mnapata nafasi ya kuajiri na wengine, kama ambavyo ndoto ya safari ya kila Mtanzania siku moja kuwa na furaha kwake na kwa jamii na wamzunguka. Jambo la 4, mwakani tuna mambo makubwa mawili ambayo kwa namna yoyote ile yanawahitaji. Mwakani tutakuwa na mashindano ya mpira. Timu bora zote za Afrika zitakuja Tanzania, Kenya na Uganda. Mashindano haya hayataleta timu tu, yataileta dunia Tanzania. Na hakuna mtu anayeenda kuangalia mpira hajapita saluni. Hayupo. Hivi leo kuna mechi kati ya Yanga nafikiri na Azam na JKT. Ukiwaangalia wote wanaoenda kwenye mpira, sio mdada, sio mkaka,
kwa namna yoyote ile kapita saluni, maana yake lazima akuachie hela ndio akaangalie nini. Na kwa sababu ratiba zinatoka mapema, kuna mwingine jana alipita saluni, mwingine kapita juzi, mwingine kaamka leo asubuhi kawahi saluni, niende wapi? Uwanjani kuangalia mpira. Matarajio yetu ya mwakani, maana yake tutakuwa na timu nyingi, lakini pia dunia itakuja Tanzania. Maana yake mwakani kila mwenye saluni analo jukumu la kuhakikisha saluni yake imekaa mkao mzuri kwa ajili ya kuteka advantage ya ugeni utakao kuwepo. Na mimi ningewaomba watu wa saluni, mwakani pia tuna mashindano ya mamisi. Mamisi wote duniani watakuja kumtafuta misi wa dunia hapa Tanzania. Kwa hiyo watu kutoka China, watu kutoka Uingereza, watu kutoka Marekani. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.